Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawa ndio watu watakuwa wameshinda njaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na wala hawatofaidika na chochote katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tahadhari usiwe miongoni mwao. Tunafahamu mbakia masiku machache tuingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na huu mwezi si mwezi wa kula na kunywa kama wanavyodhania tu baadhi ya watu. Bali huu ni mwezi umeletwa malengo yake uwe ni sababu ya watu kufutua madhambi yao na uwe ni sababu ya watu kuingia peponi. Na ndio maana ibada yoyote ina malipo makubwa sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, zaidi kuliko mwezi mwingine wowote ule. Na Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akathubutu kwa kusema, raghima anfun man adraka ramadhana thumma salakha falam yughfar lahu. Ameangamia yule atakayeupata mwezi mtukufu wa Ramadhan thumma salakha, kisha ukaisha mwezi wa Ramadhan kabla an yughfara lahu, na akawa bado hajasamehewa. Huyu mtu ameangamia kabisa. Yaani unaipata Ramadhan na inaisha na bado haujasamehewa madhambi, wewe umeangamia. Na pia Allah tabaraka taala akatuletea Lailatul Qadri, yani usiku huu wa cheo ambao lau utaupata usiku huu malipo yake ni sawa au ni zaidi ya mtu aliyofanya ibada kwa miezi 1000. Kwa hiyo yanahitajika maandalizi kabla Ramadhani haijaingia. Maandalizi yakikosekana ndio pale utaona watu wana nguvu katika siku za mwanzo za Ramadhan, misikiti inajaa, swala za faradhi, swala za tarawih. Ila baada ya 10 la kwanza watu washachoka, misikiti hakuna watu, si swala za faradhi wala si tarawih. Hata hawa wanaofunga pia hawana tena nguvu ya kufunga, wanaona Ramadhani kwa kama mwaka haishi. Daily wanahesabu tuko ngapi, baki siku ngapi Ramadhani iishe. Kitu cha kwanza unachotakana kufanya basi ni kuomba msamaha, kutubia kwa Allah tabaraka wa taala akusamehe madhambi yote ili uingie mwezi wa Ramadhani ukiwa wewe ni msafi. Ama kitu cha pili ni kuanza mazoezi ya kufunga kabla Ramadhani haijaingia. Tupo katika mwezi wa Shaaban. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwezi huu alikuwa akiufunga kwa wingi sana, kwa sababu kwanza ni mukaddima Ramadhan, ni utangulizo wa Ramadhan. Ramadhani inapoingia unakuwa ile funga ushaizoea, ila ukianza Ramadhan ndio pale funga unaiona ngumu katika 10 la kwanza, ni kwa sababu haukuanza mazoezi, hukujiandaa na hiyo Ramadhan. Kisha kitu cha pili, mwezi wa Shaaban ndio mwezi pekee matendo yetu yanapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi amali zetu, matendo yetu yanapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala katika hali tatu. Kuna kwa siku na kwa wiki na kwa mwaka mzima, ni orodha ya mwaka mzima. Kwa siku ni wakati wa swala alfajiri na swala ya asr, ama kwa wiki ni Jumatatu na Alhamisi, ama kwa mwaka ni mwezi wa Shaaban, ndio huu tuliokuwa nao. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Usama bin Zaid radhiallahu anhu, kwa nini ya Rasulullah unaufunga sana huu mwezi wa Shaaban? Kwa nini? Maana sijakuona ukifunga sana zaidi kama unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Akasema ni kwa sababu ndio mwezi pekee matendo yetu yanapelekwa kwa Allah tabaraka taala, fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, napenda matendo yangu